Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye Mwenyezi Mungu alimuumba ili aje kuteseka katika dunia, bali vitu mbalimbali ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ndivyo vinavyopelekea aidha tufanikiwe ama tushindwe kufanikiwa, kwani kuna baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu akivifanya katika maisha yake vitanyonya nguvu za utajiri na kumuingizia nguvu za umaskini, na hapo mwanadamu atajikuta akiwa maskini katika kipindi chote cha maisha yake. Katika video hii nitakwenda kukuambia vitu mbalimbali ambavyo ukivifanya katika maisha yako vitanyonya nguvu zako zote za utajiri na kisha vitakuingizia nguvu za umaskini na utajikuta ukiwa maskini katika kipindi chote cha maisha yako. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni vitu ambavyo ukivifanya katika maisha yako vitanyonya nguvu zako za utajiri na kukuacha ukiwa na nguvu za umaskini bila wewe mwenyewe kujua. Namba 1, kuwaamini binadamu wengine kuliko wewe unavyojiamini. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, kila mwanadamu ambaye amefanikiwa katika maisha yake ana hulka ya kujiamini yeye kuliko anavyowaamini wanadamu wengine. Jaribu kufanya utafiti wako binafsi. Watazame binadamu katika mtaa wako ambao wanaonekana kama watu waliofanikiwa kuliko watu wengine. Embu angalia haiba zao za uaminifu zikoje. Utagundua ni binadamu ambao wanajiamini wao kuliko wanavyowaamini wanadamu wengine. Unajua kwa nini? Uaminifu ni silaha ambayo inaweza kukuua, lakini pia inaweza kukulinda. Kama utaweza kuitumia silaha ya uaminifu kwa kujiamini wewe, utaweza kuwa na uthubutu wa kweli katika maisha yako. Utaweza kuvuta positive energy ambayo kwa namna moja au nyingine itakwenda kukufanikishia chochote ambacho unatamani kiwe katika maisha yako. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kufanikiwa katika maisha yao, tafadhali anza kujenga tabia ya kujiamini kwanza kuliko unavyowaamini watu wengine. Utajikuta unaingiwa na roho ya uthubutu katika vitu mbalimbali. Utaamini wewe ndiye pekee ambaye unaweza kufanya chochote na kuweza kutimiza malengo yako kuliko watu wengine, kwani kama hautakuwa na roho ya kujiamini ndani yako, hata vitu ambavyo ungeweza kuvifanya wewe mwenyewe utajikuta ukiamini lazima watu wengine waje kukusaidia. Hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya. Kumbuka, chochote ambacho unajinenea ndicho kinachokuwa uhalisia kwenye maisha yako. Penda kujitamkia maneno ya kujiamini, lakini jijenge hali ya kujiamini kutoka ndani kabisa ya moyo wako. Hapo utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kwenye maisha yao. Namba 2, chuki. Chuki ni miongoni mwa silaha ambazo zinaweza kutumika kunyonya nguvu ya mafanikio ambayo ipo ndani yako na kukaribisha nguvu ya umaskini ambayo hauihitaji katika maisha yako, kwani hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye anatamani kuwa maskini kwenye maisha yake. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, namna ambavyo ulimwengu unafanya kazi, kile ambacho unakitoa ndicho hicho ambacho utakipokea. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wanaochukia mafanikio ya binadamu wengine, amini usiamini, hata wewe hautaweza kufanikiwa, kwani ulimwengu unaongozwa na hatima, na mara nyingi hatima huletwa na matendo ambayo tunayo katika maisha yetu. Nguvu ambayo unaitoa ndiyo nguvu ambayo itarudi ndani yako. Lakini pia ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanajichukia, amini usiamini, hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya na ukafanikiwa kwenye maisha yako, kwani wapo baadhi ya watu kwa sababu wanawapenda watu fulani kwenye maisha yao, basi wanatamani wawe kama watu hao, na kwa sababu hiyo wanapojaribu kufanya juu chini ili wafanane na watu ambao wanawapenda kwa sababu wanaamini watu hao ni bora kuliko wao na ikashindikana, hujikuta watu hawa wakijichukia. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, wewe ni binadamu wa thamani sana. Wewe ni mtu ambaye unatakiwa kujipenda kuliko mtu yeyote anavyokupenda.
Kama ukiweza kujipenda, utajipa thamani, na ukiweza kujipa thamani, utaweza kufanya chochote ambacho kinaendana na thamani yako. Na hapo ndipo nguvu ya utajiri itakapozaliwa ndani yako. Utaweza kufanya chochote katika maisha yako na kitakuletea mafanikio, kwa sababu katika kujipenda utapenda kufanya vitu ambavyo vinakupa furaha. Mojawapo ni kufanya kazi ambazo unazifurahia. Kamwe hautautumia muda wako mwingi kuwanufaisha watu wengine, kwa sababu unawapenda kuliko unavyojipenda wewe. Namba 3, dharau. Dharau ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu wanavyo katika maisha yao, lakini jaribu kufumba macho alafu fikiria kwa umakini. Katika watu wenye dharau ambao unawajua, ni yupi aliyefanikiwa? Bila shaka hautampata hata mmoja. Unajua kwa nini? Ulimwengu una kawaida ya kukuzawadia sawasawa na unachokitoa. Kama unawadharau watu wengine, basi maisha yako yatakuwa katika namna ambayo unapaswa kudharauliwa na watu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: dharau haiishii katika kuwadharau watu wengine pekee, bali hata wewe mwenyewe haupaswi kujidharau, kwa sababu utakapojidharau ina maana utakuwa umejiweka katika makadirio ya chini kabisa ya kimaisha, jambo ambalo litapelekea kila unachokiona utakuwa unajikadiria kuwa hiki si hadhi yangu, lakini hiki ni hadhi yangu. Jambo ambalo umelisahau ni kuwa Mwenyezi Mungu alipokuumba akakuweka katika uso wa dunia, alikufanya kuwa mtawala wa kila kitu kilichopo majini, nchi kavu pamoja na angani. Hivyo ni vema ukajitazama kama mtawala, usijitazame kama mtawaliwa katika maisha yako. Usijidharau wala usijitazame katika makadirio ya chini. Wewe unaweza kuwa yeyote ambaye unataka katika hii dunia, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa uhuru huo, na ni haki yako ya msingi kuliko hata unavyofikiria. Jambo ambalo unatakiwa kuanza kulifanya kuanzia leo: unapojitazama wewe wa ndani, jitazame kama mtu mkubwa. Hata kama watu wanakutazama kwa udogo, wewe jitazame kama mtu mkubwa, kwani hata katika maandiko imeandikwa, mtu ajitazamavyo ndani yake ndivyo alivyo. Ukijitazama kama mtu maskini, basi nguvu ambayo itakuwa ndani yako ni ya kimaskini, na siku zote hautaweza kufanikiwa. Utabaki katika mtego wa umaskini mpaka mwisho wa maisha yako. Namba 4, binadamu wanaokukatisha tamaa katika maisha yako. Binadamu wanaokukatisha tamaa ni kama binadamu wanaokujengea ukuta wa mafanikio, na hivyo hautaweza kufanikiwa, kwa sababu kadri ukuta unavyozidi kuwa imara, ndivyo uwezekano wa ukuta huo kuvunjika unavyozidi kuwa mgumu kwenye maisha yako. Katika binadamu ambao unakutana nao katika safari yako ya maisha, wapo baadhi yao ambao watakupa nguvu ambayo itakusaidia kutimiza malengo yako, yani utaweza kupokea nguvu ya utajiri kutoka kwao. Ni wale binadamu wanaoweza kukufariji katika nyakati ngumu, wanaoweza kukuaminisha kuwa unaweza. Kwa nini wengine waweze, wewe ushindwe? Lakini wapo baadhi ya binadamu ambao utakapokutana nao watakuwa ni watu wa kukukatisha tamaa, ni watu ambao watakuaminisha kuwa hautaweza. Jambo ambalo unataka kulifanya ni gumu sana. Kama fulani alishindwa na fulani alishindwa, basi hata wewe hautaweza. Kwa sababu ya nguvu ya ushawishi waliokuwa nayo binadamu hawa, na wewe utajikuta unawaamini na kujiaminisha kuwa kitu ambacho ulikuwa unadhani unaweza kukifanya, ulikuwa unajidanganya. Na hapo ndipo utarudi nyuma na kujikuta ukikata tamaa. Na kitendo cha kukata tamaa, nguvu yote ya mafanikio ambayo ilikuwepo ndani yako itaondoka, na utatawaliwa na nguvu ya kimaskini, na utaendelea kubaki maskini siku zote za maisha yako. Cha kujifunza hapa: unapotafuta rafiki, tafuta rafiki mwenye mtazamo mzuri, rafiki ambaye hauwezi kukukatisha tamaa katika safari yako ya maisha. Namba 5, maneno hasi ambayo unajitamkia kwenye maisha yako. Katika mchanganuo wa maneno, maneno yamegawanyika katika makundi mawili. Yapo maneno chanya na yapo maneno hasi. Maneno chanya ni maneno ambayo yamejaa uthubutu. Kwa mfano, nitaweza, siwezi kushindwa, lazima nitafanikisha, mimi ni mshindi, mimi ni jasiri, kwa hakika nitafanikisha. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo mwanadamu akipenda kujitamkia kwenye maisha yake
kwa hakika lazima atafanikiwa, kwa sababu yanavuta nguvu nzuri ambayo itakuwa ni nguvu itakayomhamasisha mwanadamu kwenda kuyafikia mafanikio ambayo anayahitaji kwenye maisha yake. Na kundi jingine ni maneno hasi. Haya ni maneno ambayo baadhi ya watu hupenda kuyatamka kama sintaweza, nadhani nimefikia mwisho, nadhani haikuumbwa kwa ajili yangu, mafanikio ni kwa ajili ya watu wengine. Haya ni baadhi ya maneno ambayo ukianza kuyatamka kwenye maisha yako, amini usiamini, hakuna chochote ambacho utaweza kukifanya na kikafanikiwa. Utajaribu vitu mbalimbali, lakini utakapofika kwenye nyakati ngumu utakata tamaa, kwa sababu tayari ndani yako utakuwa na roho za kimaskini, na ndizo roho ambazo zitakuwa zikikuendesha katika siku zote za maisha yako. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.